Mtazamaji, moja kwa moja kutoka chumba cha matangazo hapa jijini Nairobi, ikiwa ni saa 7 kamili saa za Afrika Mashariki. Unafuatilia matangazo haya kupitia mtandao wa YouTube TV47 Live. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi, tuandamane hadi tamati. Shule ya msingi ya Luanda FAM katika eneo bunge la Shinyalu katika kaunti Kakamega inakadiria hasara kubwa baada ya kuvamiwa na wezi walioiba mahindi, maharagwe na vitabu vya wanafunzi wakati mvua ilikuwa ikinyesha. Kulingana na mwalimu mkuu Dennis Shivonje, wezi hao walikata mabati ya zaidi ya madarasa 4 na kupenya hadi kichakani wakiwa wamebeba mali ya shule hiyo. Anasema baadhi ya stakabadhi muhimu pia huenda zimepotea kwenye wizi huo. Mwalimu Shivonje analalamikia miundombinu duni shuleni humo, akisema tangu kuanzishwa mwaka 1954 shule hiyo imekumbwa na changamoto nyingi zilizosababisha kufungwa na kufunguliwa tena. Mwaka 2015 anamtaka mbunge wa Shinyalu kusaidia kukamilisha ujenzi wa jengo la ghorofa lililosalia. Mwenyekiti wa bodi ya walimu Boniface Makalasia pia ameonya kuwa wazazi huenda wakawaondoa watoto shuleni kutokana na mazingira duni, licha ya shule hiyo kuwa na zaidi ya wanafunzi 450. Temporal structures. Kwa hivyo wanachukua hiyo wakati, wametumia hiyo nafasi kukata mabati na kuingia kwa ofisi, wakaiba mahindi yetu, wakaiba maharagwe, mchele na sukari, vitabu vya wanafunzi vya kuandika ndani, vitabu vya wanafunzi vya kusoma na vitu zingine zile hatuwezi tambua sasa kwa sababu limetapakaa, kila kitu imetapakaa ofisini, and we are wondering how long did it take, and it's during daytime. Indeed, we are scared of the security. Usalama wetu tunahofia. Hii shule ni mojawapo ya shule za serikali, lakini hawajawahi pata mkao tangu yaanzishwe. Mwanafunzi hajawahi pata mkao wa serikali. Ndiposa tuko katika hii hali, na mwaka ujao tutakuwa na darasa la 9 ambalo tutapata hata darasa kwa sababu serikali imeamua inatuchengea madarasa 8, lakini inaenda kwa mwendo wa polepole kuchengwa. Tunaomba mwanakandrasia achumuike, at least akakamuke, afanye haraka tuone kama wanafunzi wataingia kwa hizo madarasa mwaka mpya. Ni darasa zile ziko riski sana, zinahatarisha hata maisha ya wanafunzi kwa sababu wakati wa mvua ni baridi mingi, tuna floods kwa hizo darasa, wakati wa jua ni joto mingi. Kulingana na vile hali iko, kama shule yetu imesahaulika, ni kama hakuna mtu anakumbuka kuna shule inaitwa Luanda Primary School. Ukiangalia ofisi ya mwalimu mkuu na deputy wake inakaa kama zizi la ng'ombe. Sio ofisi na sio hata classes zinatakana zikue kwa wakati kama huu. Hii si ile era inatakana tukue na classes za mabati. Mtu anaweza vunja, anaingia kila mahali, anaingia mpaka ofisi ya mwalimu, wanaharibu kila kitu. Tukitoka maeneo